Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tumezipata katika meza yetu ya habari, na kuomba unapoendelea kutazama hii kanda utukabidhi like. Bonyeza alama ya like, na ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Na kuomba tusikize sauti ya makamu wa rais hapa Tanzania, Emmanuel Nchimbi, vile amelipua vita vikali Ikulu Chamwino. Tumusikize Emmanuel Nchimbi. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Sauti hiyo ni Emmanuel Nchimbi. Ameanzisha vita vikali dhidi ya mkubwa wake ambaye ni Samia Suluhu Hassan, kwa kuanzisha vita na kusema ya kwamba ikiwa yuko na neno moja la kuambia Watanzania kufe ni kusema pambaneni mupate katiba mpya, ambayo Samia Suluhu Hassan haitaki ipitishwe hapa Tanzania, kwa sababu Samia anataka kuongoza kupitia uongozi wa kimla, anataka kuongoza vile anataka kuongoza kwa kujiapisha na kuingia afisini kama rais kwa kujitangaza yeye mwenyewe. Kumelipuka sasa hivi, Nchimbi ameanzisha vita vikali na kusema penye Watanzania wamefika, liwe liwalo na liwe, lazima wajaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba wamepata katiba mpya ambayo itaendesha shughuli na kufuta maovu ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hapa Tanzania kupitia marais ambao wamekuwa mamlakani, akiwemo rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Unajua sasa hivi hapa Tanzania tunatumia katiba ya mwaka 1977 ambayo inamruhusu rais yeyote ambaye yuko mamlakani kwamba kile ambacho anatoa amri ndicho kinatiliwa maanani. Ikiwa rais ametangazwa na tume ya uchaguzi kwamba yeye ameshinda, hata kama hakushinda, hakuna kwenda mahakamani. Hiyo ndio katiba ambayo tunatumia. Emmanuel Nchimbi ameikataa, ameifutilia mbali, amesema imefika wakati tunastahili kuwa na katiba mpya. Ikumbukwe maandamano yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania 29 mwaka jana mwezi wa 10, matakwa ama mahitaji yale wa Tanzania wamekuwa wakitaka, wakishirikiana na wanaharakati, viongozi kutoka mrengo upinzani na Watanzania wote kwa ujumla, kila wanataka moja, katiba mpya ipitishwe hapa Tanzania. Pili, tume mpya ya uchaguzi iweze kuteuliwa upya. Tatu, uchaguzi ukaweze kuruhusiwa. 4, kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu aachiliwe huru. 5, uchaguzi kurudiwa. Sasa Nchimbi amemruka, Nchimbi amemgeuka, Nchimbi amesema penye imefika mambo ya Samia yafutiliwe mbali, ili katiba mpya ambayo italeta demokrasia, ambayo itazingatia sheria za haki za kibinadamu inastahili kupitishwa, ili ile ambayo ipo inatumika kwa sasa ifutiliwe mbali, ikanyagiwe chini, iende ikiendanga. Kumaanisha hata yeye ameona Watanzania tumekuwa tukikandamizwa tu kwa sababu ya siasa, tumekuwa tukipitishwa machungu kwa sababu ya watu fulani ambao wanataka kuongoza nchi hii ya Tanzania kama mali na familia yake. Kama sasa Samia Suluhu Hassan ameleta mtoto wake ambaye anaitwa Wanu, anakaa katika baraza la mawaziri. Yeye ni makamu wa waziri wa elimu hapa Tanzania. Akaleta Mchengerwa ambaye ni yule ambaye ameoa huyu mtoto ambaye anakaa katika baraza la mawaziri Wanu,
Yeye ndiye waziri wa afya hapa Tanzania. Mtoto wake Hafidh Amir Abdul ndiye mkuu wa idara ya usalama hapa Tanzania. Na kuna shemeji nimesikia yeye ni waziri katika wizara fulani hapo, nataka kuchunguza kwa undani niwaambie. Sisi lazima tuanike haya yote. Kwa hivyo Samia anaongoza Tanzania kama mali na familia yake. Hivi majuzi mliona hifadhi ya Ngorongoro imeuziwa Waarabu. Kuna vita alianzisha kati ya Watanganyika na Wazanzibar ambao wameanza kuanzisha mateso hapa na pale. Ikumbukwe Wazanzibar wamekuja hapa Tanganyika, wamenunua mashamba, wanawekeza kila mahali, lakini ukienda kule Zanzibar huwezi kukubaliwa. Ni vita ambavyo ameanzisha sasa hivi hapa Tanzania. Huyu ni rais ambaye amegeukiwa na makamu wake, ni rais amegeukiwa na Watanzania, ni rais ambaye amegeukiwa na mataifa mengine, kumaanisha hastahili kuwa mamlakani. Kwa nini? Sasa hivi Tanzania haikabidhiwi misaada. Tanzania, mataifa mengine yakiwemo Marekani, Uswidi, Canada waliamua kusimamisha misaada hapa Tanzania, wakasalimu amri, wakasema hawawezi kutoa ufadhili kwa udhalimu ambao unaendelea hapa Tanzania. Hivi majuzi mliona bunge la Ulaya, Umoja wa Mataifa wakishirikiana wakisema ya kwamba sasa tumepitisha Tanzania liwe liwalo la liwe, lazima ikanyagiwe chini, hakuna msaada ambao utatumwa pale. Ikabidi hata Marekani ikazuia visa. Watanzania hatuwezi kuruhusiwa kutembelea taifa lile la Marekani, tumezuiliwa na huyu mkora ambaye anaitwa, huyu ambaye anasimamia kikosi cha utekaji nyara hapa Tanzania, aliweza kuzuiliwa asiende kule Marekani. Nakumbuka jina lake niwaambie. Sasa tumewekewa vikwazo kwa sababu ya utekaji nyara, mauaji ya kiholela. Watu wanapatikana wamekatwa vichwa, wamerushwa mtoni. Ukikosoa serikali unakujiwa. Hata mimi wakati nawaambia haya, saa hii niko hapa Mbeya, lakini kesho nitakuwa Dar es Salaam, kesho kutwa nitakuwa Mwanza, kwa sababu ukikosoa serikali wanakutrack, wanataka kwa kung'oe. Kwa hivyo sasa hivi tumepata njia mbadala ya kufuata. Emmanuel Nchimbi ameshirikiana na Watanzania sasa kumlaumu Samia Suluhu Hassan. Hapo ndipo tumefika. Sasa hivi kuna vita kati ya viongozi hawa wawili, kumaanisha hawakubaliani wakiwa Ikulu. Hata huyu Samia Suluhu Hassan mara nyingi hamtambui Emmanuel Nchimbi wakati wanakuwa na mikutano. Nimekumbuka jina lile ambalo nilikuwa nawaambia nitakumbuka. Mafuele, huyu ambaye anaongoza kikosi cha kuwaua Watanzania ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ninaendelea kufuatilia taarifa za ndani, nitazileta, tutazianika peupe. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka Tanzania ITV kila wakati. Kwaheri kwa sasa.